mtakatifu, kiongozi amini, wokovu. Mawimbi yakinipiga, sina hofu leo nanga. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Sifu Mungu wa neema. Tuimbe. Sifu Mungu wa neema, enyi viumbe popote, wa juu pia sifuni, Baba, Mwana naye Roho. Umekubali watoto wako wa kike na wa kiume, kuwatia nguvu, kuwapa uwezo wa kusogea ili kuisikia sauti yako katika masaa haya. Bwana Mungu wa mbinguni, tunajiweka wakfu kwako kwamba yote aliyeko hapa, Bwana wa mbinguni, mara baada ya ibada ya leo, akili katika nafsi yake kwamba hakika leo Bwana nimekutana naye. Aliyeko akiwa na mzigo fulani, uchovu wa aina fulani, Mungu wa mbinguni, funika, onekana, safisha mawazo yetu yote, kisha wewe ujitwalie utukufu. Tupe uwezo na nguvu, utulivu wa mazingira, utulivu katika miili yetu, lakini utulivu katika akili zetu pia. Watu wote tuweze Bwana kukufikiria wewe, tuweze kupata baraka kutoka kwako, na hicho kifurushi cha baraka Mungu utakachotupatia leo ikatuwezeshe tena katika siku 6 za kazi. Kwani tumeomba tukiamini utafanya hivyo na kuzidi, kwa jina la Yesu, amen. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Bwana ni mwema. Karibuni tusikilize fungu kuu, nalo linatoka kitabu cha Yohana 3 fungu la 16. Linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Karibuni kwenye ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kule watu wa nyuma tunaopungwa na jua, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuongeane mikono kule nyuma, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Basi niwakaribishe tena katika kipindi hiki cha ibada ya siku ya leo, na ambao tupo mbele yenu tunaokwenda kuwaletea huduma hii. Aliyetoka kutusomea fungu letu elekezi na atakwenda kutuletea ombi si mwingine ni Pastor Jessica Busanduka. Atasimama na atawasalimu watu wa Mungu. Pastor, karibu. Pastor Jessica Busanduka. Huyu utadumu kusimama mchungaji Pastor Jessica, lakini pia atakaye kwenda kutuletea somo la sadaka anaitwa Joan Emmanuel. Huyu atakwenda kutuletea somo la sadaka. Pastor, karibu. Mungu wa mbinguni akubariki. Dumu tu kusimama. Lakini pia anayekwenda kutusimamia juu ya huduma ya ukusanyaji wa zaka zetu na sadaka si mwingine ni shemasi wetu anaitwa Natahika Nzava. Huyu ni shemasi wa siku ya leo. Karibu sana, wasalimie watu wa Mungu. Bwana ni mwema wakati wote. Barikiwa sana ukidumu kusimama. Lakini pia atakaye kwenda kutulisha au kutuelekeza katika neno la Mungu si mwingine ni Pastor Tumaini Ruben. Pastor, nikuombe uweze kusimama na kusalimia watu wa Mungu. Maranatha, Yesu anakuja. Lakini pia anayetuongoza choristers katika nyimbo
zetu za Kristo anaitwa Pastor Tumaini. Pastor, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami niliyesimama hapa mbele yenu ninaitwa Jackson Mtatilo. Jackson Mtatilo ni mwenyekiti wa siku ya leo. Nami napenda pia kualika washiriki wote, kwa sababu sisi pia wote ni wageni. Karibuni tuweze kusimama na kupungiana mikono. Haleluya. Tusimame tupungiane mikono. Haleluya. Haleluya. Amen. Mungu wa mbinguni aweze kutukuzwa. Wimbo nambari 46 ndio wimbo tutakao kwenda kuimba. Pastor, karibu. Mbinguni pake Yesu, maneno yake tamu, mahali palipo heri, niwepo kila siku. Mbinguni pake Yesu, nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu, vimenivuta moyo. Mbinguni pake Yesu, hapa pahali bora pa kuweka dhambi zangu, pahali pa pumziko. Mbinguni pake Yesu, hapa nafanya sala, kwake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, ni miguuni pako, unitazame kwa pendo, nione uso wako. Nipe Bwana nia yako, ili nionekane nimekaa na Mwokozi, aliye haki yangu. Tusali sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, usamehe deni zetu kama nasi tunavyowasamehe wetu, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amin. amin. Lakini nasema maneno hili: apendaye haba atavuna kwa haba, apendaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Na kila mtu atatenda kama alivyokusudia moyoni mwake, si huzuni wala si kwa lazima, maana Mungu hupenda yeye atoaye kwa moyo wa mtumishi. Mungu abariki maandiko yake kwa muda kama huu tunapoenda kwenye matoleo. Mungu akabaki kutubariki matoleo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Ni kipindi tena kingine ambacho tunakwenda kusikia neno la Mungu ambalo ametuandalia siku ya leo kupitia mtumishi wake Tumaini Ruben. Na kabla ya kusimama mhudumu wetu, tunamkaribisha Tumaini kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa wimbo mmoja. Pastor, karibu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana atakayemwona Mungu asipokuwa nao. Watu wamekuwa wagomvi, watukanaji, wasiotaka kufanya suluhu. Ndugu, tujiepushe nao, tufanye amani na watu wote. Watu wamekuwa wagomvi, watukanaji, wasiotaka kufanya suluhu. Ndugu, tujiepushe nao, tufanye amani na watu wote. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, wapendeni maadui, pia waombe wale wanaowaudhi, ndipo mtamwona Mungu. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, wapendeni maadui, pia waombe wale wanaowaudhi, ndipo mtamwona Mungu. Watu wamekuwa wagomvi, watukanaji, wasiotaka kufanya suluhu. Ndugu, tujiepushe nao, tufanye amani na watu wote. Watu wamekuwa wagomvi, watukanaji, wasiotaka kufanya suluhu. Ndugu, tujiepushe nao, tufanye amani na watu wote. Watu wamekuwa wagomvi, watukanaji, wasiotaka kufanya suluhu. Ndugu, tujiepushe nao, tufanye amani
na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Huko nyuma mnanisikia? Hamnisikii? Bwana asifiwe nyuma. Bwana Yesu asifiwe Emmanuel. Amen. Namshukuru Mungu sana kwa wema wake na baraka zake za kutosha kwetu. Afya, uzima, yote ni vya kwake, ili ameamua kutupatia. Maana hakuna mtu ambaye alimwandikia Mungu barua kwamba na leo niwepo hapa, si ndio hivyo? Au yupo? Na Mungu akakubali, yupo? Yeye isipokuwa ni neema yake pekee ndio iliyotufunika hata wakati huu. Ametupatia nafasi ya pekee sana. Mimi huwa nasema kwamba kila siku unapoamka asubuhi, afu nikijikagua, kumbe niko mzima. Naona nafasi nyingine ambayo Bwana amenipa. Huenda kuna kitu jana sikufanya vizuri. Nafasi nyingine nimepewa ili niweze kukamilisha vizuri, ili atakapokuja sababu ikose. Bwana Yesu asifiwe. Ya, namshukuru Mungu, pia namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Hatuna tenti wala nini, lakini watu wanajitokeza kwa wingi. Bwana awabariki. Ya, bila kujali kwamba ni wakati wa baridi, ni wakati wa jua, lakini watu wamekuja kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na Bwana akubali maombi yetu sasa. Bwana Yesu asifiwe. Labda nikwambie kitu kimoja kabla tujaanza somo, kwamba ikiwa unahisi kuna kajambo ambako huenda wakati huu katakusumbua, ni vizuri ukajiweka kwa Mungu wakifu kwanza. Ikiwa unaona kwamba kuna jambo ambalo linakudisturb kuanzia kwenye akili yako, basi mwambie Mungu kabla hajatupatia neno lake. Maana huenda nafasi yangu ya mwisho, huenda nafasi yako ya mwisho. Huenda kuna ujumbe fulani Mungu amekuleta leo uweze kuupata. Kwa hiyo tujiweke kwanza wakifu kwa Bwana, naye atatutegemeza ili tuwe pure. Kwa hiyo anapoendelea kutubariki, anapoendelea kuongea na sisi, asimwache mtu mmoja akarudi bure. Ni hasara kurudi bure. Njoo na ajenda yako sasa kwa Bwana. Wimbo namba 154, tunapokuwa tukiimba huu wimbo, endelea kutafakari kwamba kama Bwana leo umenipa nafasi ya kuja hapa, basi nini mapenzi yako kwangu leo? Maana hakuna mwanadamu yeyote yule ambaye anaweza akaishi mwenyewe kwa mapenzi yake, lakini mwanadamu anaweza akaishi kwa mapenzi ya Mungu peke yake. Kwa hiyo tunaposimama tuimbe wimbo namba 154, kiongozi wetu akituongoza, then tutaomba, alafu kisha tutaendelea na somo. Yanipasa kuwa naye Mwokozi Bwana wangu, akiwa karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye, kwani nategemea anaweza kufariji na maneno matamu, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na mashaka yoyote,
moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho yake yaongoza hatua zangu zote. Moyo hauogopi wala kutikisika. Nitakwenda apendapo, kwa kuwa anilinda. Tuombe. Mungu wa mbinguni, hii kazi ilipaswa uifanye wewe mwenyewe kwetu, lakini hii nafasi uliyotupatia, ninakuomba Mungu wa mbinguni uonekane bado ndani yetu. Bwana, mawazo yetu ukayafunike, na wewe simama utupatie neno lako mchana wa leo. Mungu wa mbinguni, bariki kila mmoja aliyeko hapa. Ikiwa kuna mtu mmoja na changamoto ya maumivu katika mwili wake, Bwana Mungu wa mbinguni, ninakusihi na yeye usimpite leo. Kuna mtu mmoja huenda usingizi na muandama katika sehemu hii, naomba na yeye Bwana mchana wa leo usimpite. Mungu wa mbinguni, tupatie neno lako, maana neno lako ni taa inayomulika katika miguu yetu tunapotembea, tusiweze kujikwaa. Bwana, asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu, utatenda na kuzidi, katika jina la Yesu Kristo, amina. Amen. Wapendwa, kila mtu ana uzoefu katika maisha. Kila mtu ana uzoefu katika kazi fulani. Kila mtu ana uzoefu katika taaluma fulani. Yaani sisi sote tulioko hapa, kila mtu ana sehemu yake ya kujivunia, si ndio hivyo? Kuna mtu mmoja yuko hapa huenda yeye ndo mtaalamu sana wa kucheza mpira. Kuna mtu mmoja yuko hapa huenda yeye ni mtaalamu sana wa mbio. Kuna mtu mmoja huenda yuko hapa, kila mtu Mungu amempatia kitu fulani na jambo fulani. Kila mtu ni mtaalamu katika engo fulani. Lakini cha ajabu ni hiki, utaalamu wako katika engo yako na utaalamu wangu katika engo yangu ni tofauti. Ila kila mtu ana jambo ambalo Bwana amempatia. Tunapokuja katika habari ya kiroho, Mungu anahitaji kulinda, kuboresha kanisa lake. Mungu anahitaji kukuza likue kila siku. Kwa hiyo sasa kila mtu alimpatia kitu cha kufanya. Lengo ni nini? Sio huyo mtu ajiinue, sio huyo mtu ampe utambulisho, sio huyo mtu awe maarufu, ila ni kwa sababu kanisa lake lisife, ila lizidi kufanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja? Kama nimekuacha fanya hivi, Bwana wabariki. Kwa hiyo kila mtu ambaye yuko hapa, tambua kwamba wewe kuna kitu ambacho Mungu amekupatia ni uniki kuliko mtu mwingine pia. Kwa wakati fulani tunakoseaga wapi? Tunakosea kwamba tunalazimisha kitu ambacho Mungu amempatia huyu kiwe cha kwako pia, ila wakati huo umesahau kile ambacho Bwana amekupatia wewe. Kwa hiyo tafuta kwanza, muulize Mungu, umenipa kitu gani mimi ambacho ni special kwangu, ambacho naweza kukitumia hicho kitu kuvuta wengine kwako. Sio kutumia kile kitu kingine. Ni kweli unaweza ukatumia vingine, tunaiga tunafanya hivi. Lakini kuna kitu ambacho Mungu amewekeza katika maisha yako. Mchana wa leo tafakari hili jambo na umwambie Mungu, ni kitu gani Bwana ambacho umenipatia, ili Bwana atakapokuja usiwe kama yule mmoja aliyepewa talanta akaificha wapi, bali tuwe kama wale wengine waliotumia zile ulizopewa kwenda kutafuta mtaji ambao ulikuwa umepewa, wakaleta na faida pia, na Bwana atatukuzwa. Wapendwa, upendo ni kitu cha ajabu sana. Upendo na nguvu. Upendo una power isiyokuwa ya kawaida. Kuna mtu mmoja
aliwahi kuambiwa na wazazi wake kwamba usimuoe huyo binti, usimuoe huyo binti, hiyo familia hapana, acha. Lakini yule akasema kwamba ndiye niliyempenda na huyo ndio ndiye nitakafanyaje, atakayemuoa. Upendo wakati fulani unatufanya tunakuwa vipofu. Upendo wakati fulani unatufanya tunakuwa viziwi. Upendo sasa, upendo ambao Bwana anataka tupendane, upendo ambao yeye mwenyewe ametuambukiza, ni upendo wa kumpenda mtu bila sababu. Yaani upendo wangu mimi nimchukulie mtu mwingine kama ninavyojipenda mimi. Yaani kama wewe unaweza kaamua bila kulazimishwa na baridi hii, ukaenda bafuni, hujachemsha maji ukaoga kwa sababu ya mwili wako, ndivyo Bwana anavyotamani kwamba vile ninavyojijali mimi niweze kumjali na mtu fulani. Upendo ndio leo unaotuvuta kwa Bwana. Bila upendo hatuwezi tukamuona nani? Mungu. Na bila upendo hatuwezi tukatii amri zake. Bila upendo hatuwezi tukafanya kazi ya Mungu. Hatuwezi tukaenda kutangaza Injili. Hatuwezi. Bila upendo kwa Bwana hata sisi ambao tuko hapa tusingekuwepo. Uongo kweli? Maana kuna watu walijitoa wakaenda wakatembelea. Kuna watu wengine tu hao wakaenda, vyombo viko hapo, wakaanza kuseti, wakaanza kufanya nini? Habari njema ikahubiriwa na mtu fulani akasema, yes, nimepata jambo, nimesikia sauti na leo ndio maana tuko hapa. Bila upendo tusingekuwepo, tunapigwa baridi katika eneo hili. Upendo una nguvu. Mungu mwenyewe baada ya kumuumba mwanadamu hakutaka mwanadamu akae peke yake. Mungu hakutaka mimi nikae mwenyewe, ila alitaka amemtengeneza mwanadamu akae naye siku zote. Ila mwanadamu akapoteza ile nafasi ambayo alikuwa amepewa na Mungu, akaruhusu nyumba yake mfa ikatokea na mwovu akaingia akamteka mawazo yake, ile nafasi nyingine ikatoweka. Wanadamu tukatengeneza gepu na Mungu, na hii habari mbaya ikaanza kuingia duniani. Kulikuwa hamna magonjwa yakaingia, vifo tusingevisikia, lakini hata leo tumetangaziwa asubuhi ya leo kuna mwenzetu amefiwa na baba yake. Ni maumivu kiasi gani? Kulikuwa hamna njaa, hakuwa huo mpango wa kwenda jikoni kupika, wakati tunapika chakula unaungua, hakuwepo huo mpango. Lakini leo ndo maisha yetu. Tupate wapi huo upendo? Lakini habari njema ni kwamba yeye mwenyewe Mungu akatengeneza tena mlango wa kutokea kwa hao watoto waliowapatia funguo walioipoteza. Akaja mwenyewe kupasua mlango ili tuweze kupita. Bado upendo wa Mungu kwetu haukutegemea chochote. Ndio maana tulijifunza somo moja la lesoni hapa, bila shaka lilikuwa ni somo la vikwazo, majaribu, kwa somo la toba na msamaha. Tukajifunza kwamba maombi yetu, msamaha wetu, maombi tunayoomba kwa Mungu atusamehe, sio yanayomshawishi Mungu aweze kutusamehe, ila ni upendo wake kwanza, maana yeye ndio alianza kututafuta kwanza. Kwa hiyo msamaha wa Mungu upo kwa kila mtu, ni wewe tu uamue kuufuata au ukatae. Haleluya! Wangapi tuko pamoja? Maana kama mmetekewa. Kwa maana siku ile usiku sasa Nikodemu anamfuata Yesu, anamwambia maneno, anaongea naye. Kumbuka Nikodemu, tunamwongea Nikodemu ambaye tayari huyu ni mwalimu tayari, mtu ambaye anajitosheleza katika uchumi, ni mtu ambaye ana daraja lingine la juu. Lakini Bwana anamwambia Yesu mwenyewe, haiwezekaniki uweze kuingia mbinguni tu kwa matendo mema. Haiwezekani, hiyo sio itakayokuingiza mbinguni, ila mpaka uzaliwe mara ya ngapi? Ya pili. Kunakuwa na huo mjadala. Yesu anafika anamwambia sasa katika mstari wa 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda nini hata kamtoa mwanae, kila mtu aaminie asipotee bali awe na nini? Manake nini? Mungu hajatenga habari kwamba ya uzima wa milele huko kwa watu fulani, huko kwa watu fulani. Ni kwa wote, lakini kigezo ni kimoja. Kila atakayeamini, atakayemwamini yeye, atakayemwamini Mungu kupitia Yesu Kristo na kazi zote alizozifanya, huyo pekee anapata ruhusa na qualify kuingia katika ufalme wa nani? Kwa hiyo maana yake ni kwamba Mungu hajaweka watu fulani aidha wanapoko, watu fulani wa wapi, wa England, watu fulani wa sehemu fulani, kwamba hawa Mungu ana watu special. Sisi sote ni watu special kwa nani?
Mungu amefia watu wote, kuanzia kwa Habili ambaye alikufa mwanadamu wa kwanza mpaka atakavyokuja, ametufia wote na ameweka mlango kwetu sisi sote tuweze kufika katika ufalme wake. Manake nini? Manake ni kwamba Mungu mpango wake wa kukaa na mwanadamu haukukoma hata kama tulimtenda dhambi, na hautakoma mpaka natimiza lengo lake. Na hii ndio leo tunaenda kuangalia katika somo la pekee katika masaa haya. Lakini kuna jambo moja ambalo lilinifanya nilipokuwa nikisoma Biblia nilishtuka. Sasa fungue Biblia zetu. Miongoni mwa mafungu katika Biblia ambayo yalinisumbua kuelewa ni pamoja na hili fungu. Lilinisumbua kuelewa kiasi kwamba nikawa nasema, hiki nini tena ambacho Yesu anachokizungumza hapa? Nini hiki anachokizungumza hapa? Kitabu cha Luka. Luka anazungumza maneno magumu na maneno mazito sana, kwamba eti kwamba ukitaka kumfuata Kristo sharti wachukie wa nani? Luka 14:26. Msomaji naomba unisomee. Luka 14:26 Mungu ninasema, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, naam, hata yeye mwenyewe hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Yesu alikuwa anazungumza nini? Ni kitu kimoja cha ajabu na kigumu ambacho nilikuwa nisome ile fungu nikasema, Yesu nini? Mbona Yesu anasema kwamba mimi ni pendo? Nini hiki tena? Kwamba eti ili tufuate Yesu Kristo tuwachukie, Tumaini, tuwachukie, mchukie baba yako, mchukie mama yako, chukia kabisa kabisa, weka kando. Lakini nikaja nikagundua kwamba kumbe sivyo. Maana yake Yesu anachokizungumzia ni kwamba anawaambia upendo wenu kwangu lazima uwe wa kwanza kuliko kitu kingine chochote kile. Maana yake ni kwamba mazingira yasije yakafanya upendo wangu na kwako ukapungua. Kwa hiyo upendo wangu mimi lazima uwe wa kwanza kwa kila kitu kuliko kitu kingine chochote. Kwa maana nyingine ni kwamba unapoamua kumfuata Yesu Kristo, ubebe msalaba. Ni swala la binafsi, bila kujali mazingira unayopitia, bila kujali kila kitu. Yesu yeye ndio aliyeumba familia, na yeye ndio aliyetoa ili agizo akatengeneza ikawa ya kuvutia. Lakini kija kwenye habari ya kumfuata Yesu Kristo, sio tena habari ya familia, ni la mtu mmoja na nani? Na Yesu pekee. Kwa hiyo ndio maana yake nini? Na ndio maana watu wengi leo kumfuata Yesu Kristo kienda katika jamii inakuwa ni vitu vya ajabu. Yaani unakuona wewe umeasi kabisa. Wewe sio mwanafamilia, unatengwa kabisa. Na hapa ndipo namkumbuka binti mmoja ambaye mpaka sasa yuko pale Hope Channel. Wakishika zile kamera, wanasema wao ametokea katika familia za Kiislamu. Siku aliyopata hii agenda ya kumfuata Yesu Kristo, alitengwa na familia yake. Hata siku ya ubatizo nakumbuka mchungaji wangu ameenda tu na gari, ni kama vile alikuwa anatoka kapaki nje, wakaenda wakambatiza. Hata katika ndoa yake hawakuhudhuria wazazi wake mpaka tunavyoongea leo. Kwa maana yake familia yake ilivyomkataa, lakini yeye upendo wake, maana alimuona Yesu Kristo katika taswira nyingine zaidi, akasema hapana, hii nafasi nyingine, kwa sababu swala hili ni la kwangu na nani. Na hicho leo ndo tunachotishikwa, kinachotuharibu sisi, kinachotufanya tunaogopa, tunashindwa kumfuata Yesu Kristo katika haya maisha. Mungu ndio alianzisha mpango wa wokovu, na hivyo ameweka kila kitu wazi kwamba ikiwa mmeamua kunifuata, beba msalaba. Manake nini? Yesu sio wa misimu. Yesu sio wa hali, kwamba hii hali sasa na pesa naweza nikajiamlia mambo yangu. Hii hali ni kwamba na maisha yangu ni magumu, Yesu niache na maisha yangu. Na hapo nikapata nukuu moja kutoka kile kitabu cha Step to Christ. Ni kile kitabu anasema kwamba inasema moyo wa Mungu, kurasa wa 13, moyo wa Mungu huwatamani watoto wake wa duniani kwa upendo wenye nguvu kuliko mauti. Moyo wa Mungu huwatamani watoto wake wa duniani
kwa upendo wenye nguvu kuliko mauti. Mungu bado anatutafuta, Mungu anatutaka. Na kile kitabu cha hiyo ni kitabu cha Kiingereza, na kitabu cha Kiingereza Desire of Ages ukurasa 25 nasema hivi: Kristo alitendewa kama tunavyostahili sisi, ili sisi tutendewe kama anavyostahili yeye. Upendo kwa Mungu, upendo kwa Kristo kumfuata, lazima upendo wetu kwake uwe mkuu, usioweza kuyumbishwa na kitu chochote. Kwa hiyo tunaweza tukafanyiwa chochote, ila swala lako na Kristo usije ukaruhusu likayumbishwa. Haijalishi unapitia wakati gani, haijalishi. Na hapa ndipo napokumbuka kipindi cha John Hans ambapo aliitwa siku ile amefungwa minyororo huku shingoni, alafu huku chini amekanyaka katika kuni. Kuni zimewasha moto. Kabla ya hapo anaambiwa basi wewe unaweza kubadilisha maneno. Hii nafasi yako ya mwisho John Hans. Kwa hiyo badilisha kauli. Akasema maneno yake napenda, akasema hivi: kushuhudia ukuu na uwezo wa Mungu ni bora kuliko maisha. Hakugeuza maneno, hakugeuza mawazo. Mtu akachomwa moto akiwa amesimama kwa sababu ya upendo wa Yesu Kristo. Kwa sababu alichungulia mbali, akaona baada ya haya maisha yote atakuja, atanifufua na huu mwili utabadilishwa, nitasimama. Na hivyo leo anatutia moyo wa Kristo wa leo katika karne hii ya 21 kwamba Yesu bado anatungoja na Yesu anatuwazia mema. Kila hali ngumu unayoipitia kwa sababu yake yeye anakuona. Yesu sio kipofu, anakuona, anakuwazia mema. Hakuna baba tuliye naye wa pekee kama Mungu mwenyewe, ambaye kila kitu anaweza kutuliza, lakini kwa sababu amenyamaza sio kwamba ametuacha. Kwa hiyo Bwana anaweza kafanya jambo lolote katika maisha. Bwana anaweza kafanya kitu chochote katika maisha, lakini inapokuja kwenye habari ya kwamba huu ndio njia inayonipeleka kwa Yesu Kristo, usiangalie kuna nini mbele yako. Bwana yuko pamoja na sisi. Na mchana wa leo anaendelea kutukumbusha swali lile liloulizwa sasa katika Luka 14:26 linakuja kujibiwa vizuri na Mathayo 10:37. Mathayo 10:37 naomba usome, anakuja kuliweka vizuri sasa hili swali. Kwamba kula anatuambia kwamba umchukie. Chukia kabisa kabisa, lakini huko anasemaje? Mathayo 10:37 anasemaje? Anasema apendaye baba au mama ndio kuliko mimi hanistahili. Huyo hanistahili mimi. Wala apendaye mwana au binti ndio hanistahili. Maana yake ni kwamba usiwe na kitu kingine kinachochukua nafasi ya kwanza kwa mtu yeyote kuliko Yesu Kristo peke yake. Yaani katika maisha yangu mimi nisije nikaweka kitu kingine cha aina yoyote ambacho kitachukua nafasi ya Bwana, nafasi ya Yesu Kristo ya upendo kuliko yeye mwenyewe katika maisha yangu. Awe ni mke, awe ni baba, awe ni hakuna. Kwanza nikuulize swali. Ukisema kwamba nampenda baba kuliko mama, huo ni upendo gani ambao Yesu anasema? Kwa sababu shina la upendo linatoka kwa Yesu mwenyewe. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuwa na upendo wa dhati kama yeye mwenyewe hampendi nani. Unaupata wapi huo upendo? Kwa sababu Yesu sio ana upendo, yeye mwenyewe ni pendo. Kwa hiyo yeye sasa tunapokuwa tumejiattach naye, tumekuwa connected na yeye, lazima ule moto anaueneza kwetu sisi. Na sisi tunavyoonekana kule inakuwa ni matokeo mazuri ambayo kutoka kwake. Ndio maana anasema ya mafungu tutayasoma utasoma kwa muda wako. Yohana 17:11, Yohana 17:21 na 23 hadi 23 anazungumzia umoja ndani ya Yesu Kristo. Sasa ule umoja unaozungumziwa sio umoja unaopatikana kwa kwamba tuitane basi tuweke mambo sawa. Kwamba yeye yuko katikati, yeye ndio center, yupo katikati sasa. Kwa hiyo kutoka kwangu mimi kwenda kwa Yesu ni zero distance. Maana yake ni kwamba hakuna nafasi yoyote. Kwa hiyo upendo wake au taswira yake imeakisi kwangu mimi pia. Kwa hiyo inaonekana kwa mtu fulani, inaonekana kwako. Kwa hiyo umoja unaoitwa ni kwamba ni umoja ndani ya Yesu Kristo, sio umoja unaopatikana na vitu vingine vyovyote. Na anatuweka sawa, anasema sasa ninyi ambao ni wasafiri wa kwenda mbinguni lazima tuwe na tabia na muonekano kama wa kwake, maana yeye yuko center kwetu. Kwa hiyo bila hilo hatutajali mvua, hatutajali baridi. Tutakuja maana tunajua kwamba yes tutakuja, huenda tutapata limonia, lakini anakuja, haya yote yatapita. Haleluya. Kwa hiyo Yesu yuko pamoja nasi,
hataweza kutuacha hata siku moja. Anatuwazia mema, yeye ni mwaminifu. Kwa Yesu hapa alikuwa akizungumza na makutano mengi. Katika Mathayo 10:37 anakutana, wengi walifurahia miujiza yake alikuwa akiitenda. Wakati fulani wengine walimfuata kwa sababu ya mikate waliokuwa wameipata, wengi kwa sababu walikuwa wamepata uponyaji. Akawaambia kwamba upendo wangu kwenu, upendo wenu kwangu lazima uwe namba moja. Sasa wewe fikiria, ni kitu gani huenda kinachukua upendo wako, kinachukua muda wako mwingi kuliko kwa Yesu Kristo? Ni kitu gani? Ndio maana kwenye lesoni nikawa nimewaambia kwamba hata maombi, kwa sababu ni faida yetu, tunayafanya kama ajali. Kusoma neno la Bwana tunasoma kama ajali katika maisha. Ni lini basi tutafika tuseme hapana, nina muda wangu special, hata kama itokee nini, nina muda wangu? Mbona masomo ya darasani tumeyapa kipaumbele kuliko kujifunza ukuu wa Bwana? Na tumejifunza kwamba kumjua Bwana, hatuwezi tukamjua Bwana bila kupitia neno lake. Na Yesu Kristo mwenyewe amekuja ametufunulia Baba, tabia ya Baba yote Yesu Kristo amekuja kuifanya. Kwa ni lini basi tutajifunza? Na hiyo tabia ndio inayotupatia assurance ya kuingia, ya kufanyika watoto wake. Bila yeye hatuwezi. Kwa hiyo anachotuambia ni kwamba ninyi mnataka kujifunza, jifunzeni wapi? Kwangu mimi. Maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa nini? Wa moyo. Kwa hiyo yeye mwenyewe hatuna kitu kingine cha kujifunza. Tunaweza kujifunza kwa mti huu kwamba unavyokuwa. Huu unatupa taswira kwamba unaona huu mti jua lilipiga, wakati fulani mvua ilikuwa nyingi lakini umesimama. Aliyewezesha kusimama huu mti ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo hata kwangu mimi anaweza kufanya. Ndio maana Yesu siku moja akazungumza na wanafunzi wake. Anamwambia kama shomoro hawa wadogo hawa wanauzwa kwa senti ngapi? Bwana anajali hawa wadogo hawa. Iweje kuhusu ninyi? Munyi sio zaidi ya shomoro hawa? Maana yake nini? Mungu anajali maisha kwa wakati huu. Je, kila mwanadamu anajali. Kila mtu anajali. Shida ni nini? Sisi tunaangalia umilele na tuna sehemu ya kufanya. Sehemu ya Bwana anafanya. Kwa wakati huu Bwana anafanya kwa kila mtu sawa, maana ametuambia yeye mwenyewe katika Mathayo 5:45 ananyesha mvua kwa wema na nini? Maana yake hana habagui kwa wakati huu. Lakini sisi tunaotazamia ufalme wake lazima tuna sehemu ya kufanya. Na hii ndio ametupatia linki ya kuingia Google Meeting, linki ya kuingia Zoom ametupatia. Huwezi kuingia bila hiyo linki. Ametupatia ya upendo. Bila kumpenda yeye hatuwezi tukaingia tukuwa watoto wake. Hatuwezi. Asivyo tutakuwa tunaweka unafiki. Lakini yeye ni mwema na ni mwaminifu. Yesu anataka utiifu usiogawanyika. Anataka tumwendee kwa ukamilifu. Tusiende vipande. Anataka tuende tukiwa tumenyooka. Nenda kwa Yesu kwa sababu yeye anajua. Kama anajua hadi hesabu ya nywele zangu, ni kitu gani ambacho hajui? Yaani anajua kwa hata siku moja nilikuwa nafikiria, kwa hiyo kuna wakati unafanya hivi unakata kanywele, kwa hiyo anajua zimepungua. Yaani kama anajua, ni kitu gani asijua? Ni kitu gani? Yaani hata kama umefuga nywele kiasi gani, bado yeye anazijua. Ni kitu gani asijua? Ametupatia linki. Hiyo linki ituwezeshe. Moyo hauwezi kuwa na watawala wawili. Hicho ndio kitu Yesu Kristo anakisema. Kristo anataka nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Moyo wetu hatuwezi kugawanya. Anataka tuende kwake na moyo uliojaa shangwe kwa sababu yeye ndiye anayetawala. Hakuna kitu kinachopaswa kuchukua nafasi ya Kristo katika maisha. Iwe ni marafiki, iwe ni familia, iwe ni kazi. Lakini hakuna kinachopaswa kuwa juu ya Yesu Kristo. Hakipo. Tujitathmini sisi leo. Kuna wakati mimi najiulizaga, kwenye kazi au kwenye biashara, utaamka mapema, utafanya hiyo kazi kwa uaminifu, kwa uadilifu. Lakini kija kwa wakati wa Yesu Kristo ambapo wewe mwenyewe sio kwamba unapofanya eti unamfaidisha yeye, wewe unajidanganya, ni wewe unayenufaika. Lakini tunafanya basi kwa kiwango kidogo, tunafanya walegevu. Na ndio maana kuna watu wanasema tutafika mbinguni tumechoka, na mimi nikasema kwamba hakuna atakayechoka kafika mbinguni. Hayupo.
Yaani wewe ukiona umechoka juu utaishia hapo. Yaani ukiona kwamba umechoka kabisa, umechoka, hauwezi, maana yake hautaki chochote, umechoka. Hakuna atakayekuita amechoka afike mbinguni amechoka. Hakuna kitu kama hicho. Watakaofika mbinguni, watu sisi tutaona hao watu wamechoka, lakini ukweli ni kwamba katika mioyo yao hawajachoka. Na kazi watakuwa wanahitaji, hata kama changamoto zikoje watakuwa watafanya. Na Yesu Kristo atatukuta tukiwa tuko imara. Hata kama tunafanya nini, Yesu atakuja hata kuta wadhaifu wakiwa wanamungoja. Hakuna hata siku moja. Hawapo. Alafu kweli ni kwamba hata Ibilisi pia hataki watu wavivu. Ulishafikiria? Unaniangalia? Kuna tulipokuwa wadogo tulikuwa tuna utamaduni fulani hivi kwamba yule bibi ni mchawi. Kwa siku tukikutana naye njiani tunajigawanya. Mmoja anakuwa upande huu, mmoja anakuwa upande huu. Apite katikati. Kwa hiyo tukiamini kwamba mchawi akipita katikati kuna vitu vinapungua kwake. Sijajua kweli, tulikuwa tunaamini hivyo. Siku moja tukajitahidi, kuna bibi moja ilikuwa saa moja, tukimejitahidi kabisa tupite. Yule bibi hakupita katikati yetu. Lakini bibi ambayo unasikia habari kwamba huyu ni mchawi, lakini ni kweli ni kwamba anaweza kufanya kazi. Unasema huyu nilimfukuza mimi, nifanye nini akijua amekimbia? Binafsi sijawahi shuhudia mchawi, lakini ninakuja kujifunza kwamba hata Ibilisi basi hana watu ambao ni wazembe. Hata Ibilisi mwenyewe ana watu ambao wanafanya kazi usiku na nini? Na mchana. Ana watu wanaofanya kazi hivi. Watu wako busy wanafanya kazi, hawataki. Washaenda kwa mganga alafu akakuomba kitu kidhaifu. Hakuna hata siku moja. Lakini kwa Bwana tunatoa tu vidhaifu vile ndo tunampatia. Hata shetani mwenyewe hataki. Hata ukienda kwa mganga hata kubali kitu kidhaifu. Hakipo. Manake nini? Mungu anahitaji watu ambao ni committed. Watu ambao wanafanya kazi, watu wenye nguvu. Ndio maana nikikwambia kwamba hakuna atakayechoka akaingia mbinguni. Hayo. Dunia itachoka kabisa itawayawaya, lakini wale wanaomngoja Yesu Kristo siku zote watazidi kuwa imara. Ombi langu kwako ni kwamba Mungu akusaidie ili kila siku uendelee kuwa imara. Mungu akusaidie ili kila siku uendelee kuwa na nguvu. Ellen G. White anaandika katika kile kitabu cha Christ Object Lesson ukurasa wa 49 anasema upendo wa Kristo lazima uwe kanuni inayotawala maisha yetu. Haleluya. Yaani lazima wenyewe ndio uwe kanuni, principle ambayo nitawala katika nini? Tusikubali. Tukikubali kutoka katika hiyo kanuni, maana yake ni kwamba hatutaweza kufika. Hapa nikakumbuka zile hesabu za darasa la 4. Mwalimu yuko busy, hapa andika swali, hapa kazi, hapa jibu. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa John, yeye hasahishi jibu, anasahisha kazi. Anajua kabisa hapa ndipo naposahihi. Wakati fulani jibu unaandika huku, lakini hadini na jibu anadini na kazi. Hiyo principle umepitaje? Hiyo Yesu Kristo ametupatia. Kwa hiyo leo tunaitwa wapendwa watoto wa Mungu kwamba leo watu wengi hawamtaki Yesu kwa maneno. Wanamkataa wanamtaka kwa vipaumbele vyao. Yesu, yani watu wanatumia upendo wa Yesu kujinufaisha. Kazi imechukua nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Fedha imechukua nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Mahusiano yamechukua nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Mitandao ya kijamii imechukua nafasi ya Yesu katika maisha yetu. Kristo anatualika leo kumrudishia nafasi ya kwanza katika maisha yetu. Eda Jumamosi alisema miongoni mwa vitu ambavyo vinawapatia vinaongoza sasa hivi katika makampuni yote, labda niseme kwamba makampuni yote, vitu ambavyo vinaingiza hela vizuri ni hizo unasikia kwamba mitandao, yani vinavyotumia mitandao. Na Ibilisi amekuwa mbunifu mno na watu wanapata hela. Kweli ni kwamba ikiwa kweli kuna makampuni ambayo yanapata hela ni ambayo yanatumia hizo online business. Kabisa. Mitandao leo imechukua nafasi. Mtu anatoka kazini amechoka kwa sababu ndani kuna wifi, lakini cha kwanza anaingia wapi? Anatafuta nini? Burudiko. Anatafuta nini? Suluhisho. Amechoka, kichwa kimechoka. Kule ndio anakoenda kupata relief.
Mtu anatoka sehemu yote amechoka. Yaani sasa tumeshachukua kwamba internet yaani ndio sehemu sasa yetu ya kupumzika. Tumeshamsahau Yesu Kristo. Ukweli ni kwamba hatuwezi kukua. Ulishajiuliza kitu kimoja, na wewe utakuwa shahidi, kila ambaye ana simu smartphone, ukichukua simu yako ukascroll, kama ni TikTok, kama ni unacholetewa ni kile unachokipenda, ni kwa nini? Ushajiuliza au hujawahi ona? Mimi nikishika simu yako nikaenda hata kama ni FB, Facebook, nikascroll ngapi, nikaona sema hiki ndio huyu anachokipenda kuangalia, maana yake wanakuwa nakuletea, kwa sababu kwenye ile Google Drive yote ile ulishajua katika settings zako zote zile. Kwa hiyo wewe kama unapenda ni movie, ukiscroll ngapi tu, wewe ni movie tu. Wewe ni movie tu, vile vipande vile vitu. Kama ni vichekesha hakuna shindo, yaani ndio vinakuja vingi. Hivyo vinakuja vingi. Maana yake ni kwamba nini? Hao watu washajua huyu hivi vitu ndio anafanyaje? Ndivyo anapenda. Kwa hiyo unaletewa. Sasa iweje sasa? Nani ambaye ashike simu yake ukiscroll hivi, hata kama ni nyimbo zinakuja, hata kama ni mahubiri, vitu vya kutia moyo, vitu vya kufanyia nini? Vitu vingapi vinavyokunufaisha vinavyokuja? Kajaribu kwenye simu yako ujikague. Na ukiona hivyo utaona kwamba hatari yako ilivyo. Lakini Bwana leo anatuita, anasema kwamba upendo wangu kwa kila mtu uwe ni kanuni ya maisha ya kila mtu. Na hapo baada ya kufanya hivyo, hapo tutakuwa tumejitengenezea njia nzuri ambayo yeye mwenyewe akija atatukuta tuko sehemu ambayo ni salama. Bwana anatuita wapendwa. Mungu hatuiti tujitoe kwake bure. Hapana, huo sio mpango wake. Ametuita twende. Ametuita tukaitika, lakini sio bure. Anasema kwamba mwanzo niliumba hii dunia ikawa imekamilika. Nikaikamilisha yote hii dunia. Ni kwamba mimi nikae na hawa watoto wangu niliowatengenezea, niliowaumba na wao wakiwa wamekamilika, hawana mahitaji yoyote. Lakini basi uhuru wenu tu mkaharibu. Lakini siishi hapa. Yesu mwenyewe tena ametuandalia. Kuna mbingu mpya na nchi mpya ambayo ametutengenezea. Kitakachotuingiza pale ni kanuni yake ambayo haitapotea milele. Anatutengenezea, maana yake nini? Mpango wake wa kwanza hautapita bure. Mpango wake wa kwanza hauishi bure. Bado wale watu wote watakaosimama katika dunia hii kwa ajili ya Yesu Kristo wakiwa wanapeperusha bendera yake, kuna mbingu mpya na nchi mpya ambayo watakaa kule, ambapo kule hakuna magonjwa, hakuna njaa, hakuna changamoto ya aina yoyote. Huko ndiko inabidi iwe focus yetu, wala sio mambo ya dunia hii. Manake nini? Manake hii dunia sasa inapita. Hii yote ataitoa, baadaye atatengeneza. Kana jifunza. Kwa nini basi Yesu Harekebishi kwamba hii dunia tu airekebishi ibaki, kama hii airekebisha itoe. Kama leo kuna kanuni kwenye chemistry ambayo leo tunatumia makopo, baadaye makopo wanayakusanya, wanaenda tena wanayaleta yale wanayatengeneza, au wanatengeneza kitu kingine kwa kutumia hizi bidhaa, wanageuza kwa kitu kingine. Kwa nini basi Mungu akutumie hivyo? Mungu anatengeneza, anaumba mbingu mpya na nchi mpya, nayo mpaka dakika hii ishakamilika. Bado anaendelea kuniandaa mimi na wewe ili tufae tuingie pale. Kwa sasa tunapigwa baridi hapa, tunapigwa na jua, vumbi ya kutosha, lakini Mungu ametuita sio bure. Sio bure. Hajatuita bure. Tunaofanya kazi ya Bwana, umeamua kufanya kazi ya Bwana, usifanye kazi ya Bwana wewe tukasahau hakuna malipo. Yapo. Na malipo yake hayajawahi kutokea katika dunia hii. Hayapo. Kwa hiyo maana yake nini? Tutalipwa. Na kulipo kwake ni ahadi tamu kwamba tutakaa naye sasa milele hata milele. Ule mji utashuka, tutaishi naye milele hata, manake hakuna ukiwa tena tutakao kuwa nao. Ila yeye atakuwa pamoja na sisi. Tutaendelea kurukaruka, tutaendelea. Mungu hakutuumba tunyauke hivi. Mungu hakutuumba tuzeeke wala tuishe. Kila siku tutazidi kustawi. Na hiyo ndio ninayoisubiria, na hii ndio wewe uisubirie. Bila hivyo Mungu wa mbinguni anatuwazia mema. Hakuna mema kama hayo.
Ufunuo 21 mstari wa kwanza hadi wa 5, msomaji utasoma. Yohana sasa ndipo anapotutoa, anatuingiza, anatuambia maneno mazuri, anatuingiza, anatuambia habari njema baada ya hukumu ya mwisho hayo yote, baada ya kuangamizwa kwa dhambi ikiwa imeisha katika hii dunia, na bila shaka hatutaenda kule tukiwa na dhambi, baada ya ushindi wa Kristo mwenyewe kwa ameshinda ulimwengu huu vyote. Lakini bado Yohana anatuambia kwamba anaonyeshwa makao ya milele ya waliokombolewa. Kwa hiyo baada haya yote haya kupita, lipo tumaini linalotuvuta kwake. Lakini kanuni usisahau ni upendo wa Kristo katika maisha yetu. Yohana 21, Ufunuo 21 mstari wa kwanza hadi wa 5. Msomaji karibu. Nasema, kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Nikaona mbingu mpya na nchi mpya. Kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita. Zishapita, wala hapana bahari tena. Ndio. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Ndio. Umewekwa tayari kama bibi harusi alivyokwisha kupambwa kwa mumewe. Ndio. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskani ya Mungu, ahadi ya pekee hiyo. Ndio. Tazama maskani yake pamoja nao. Ndio. Nao watakuwa watu wake. Naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Haleluya. Naye atafuta kila chozi katika macho yao. Ndio. Wala mauti haitakuwapo tena. Ndio. Wala maombolezo. Ndio. Wala kilio. Ndio. Wala maumivu hayatakuwapo tena. Kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Kwa sababu mambo ya kwanza yatakuwa yamekwisha kufanyaje? Ishi hapo, yamekwisha kupita. Sikiliza hiki kisa kizuri sana. Hiki kisa nilipokuwa nikikifuatilia, nikasema kinachoonekana katika maisha yako, ikiwa ni ukiondoe mapema, usisubirie muda. Katika nchi moja kulikuwa na njaa mno, njaa kali. Sasa ile familia walikuwa na bunduki moja tu, na ile bunduki ilikuwa na risasi moja. Wanawinda, wanahisi njaa, inabidi wapate chakula wale. Katika ule mlima kulikuwa na wale masuala wakubwa, kama mnafahamu, wakubwa. Sisi kwa Kiswahili tunasema tu swala wakubwa. Kwa hiyo mpasa sasa wakatafuta mtu mmoja ambaye atakuwa ni mlengaji mzuri kabisa, ambaye hakosei, anashabaha, ambaye anashabaha. Miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa nasema toka nikiwa mdogo, mimi wanashabaha. Kwa hiyo nilikuwa nikishika jio kumrusha mtu simkosi. Kwa hiyo katika ile maisha wakampata kweli mtu mmoja, na huyu anayesimulia kisa alikuwa ni mchungaji. Wakamchukua babu yao, akaenda mlimani. Kwenda mlimani akamuona kweli yule swala, akacrow kwenda ampige yule swala. Ghafla naona hao nyoka wakubwa wanaitwa black mamba, mwenye sumu kali kabisa huyu. Akamuona akajiuliza, nikimpiga huyu risasi maana yake nini? Kule njaa, maana yake sitaweza kufanikiwa, misheni yangu haitafanyaje? Haitafanikiwa. Lakini sasa mimi nakwaje? Nikiendelea pale huyu atanifanyaje? Atanidhuru. Wazo likaja, akasema ngoje nizunguke upande huu. Akazunguka kile akaenda kwa nyuma yake. Alipoenda kule kwa nyuma yake, amesema sasa ndo namlenga vizuri huyo swala. Ana kitendo cha kulenga tu, anakuja, kumbe halikuwa hajui, kumbe huyu black mamba alimfuatilia pia kwa nyuma. Kwa hiyo yuko katika vizuri, anataka kushuti yule black mamba, kamuwai, akampiga, akamuua pale. Ukionyeshwa kama ni nyoka, wakati wa kuua nyoka, muue nyoka katika maisha yako. Kama umeona huyu ndio nyoka anayekudhuru, muue kabisa. Muue, usisubirie wakati fulani, usitafute kupiga kona, usitafute kucross tena. Malizana naye kabisa, kwa sababu umeonyeshwa na umemwona katika muda huo, na akafa pale. Kwa hiyo nini kilichoendelea? Manake ni kwamba waliendelea wale kusafa njaa. Huyu amekufa tayari ni msiba. Bwana anataka katika maisha yangu, katika maisha yako, nyoka unayemuona uweze kumua, ili uweze kufika katika huu mji. Lazima tuwe nyoka ambao wako mbele yetu. Usimwache huyo nyoka, usimvutie nafasi tena. Huyo nyoka muue kabisa, umwangamize. Songa mbele, kwa sababu huyo nyoka atakufanya utashindwa misheni yako, ukashindwa kuimaliza. Utashindwa kuimaliza. Atakuwahi. Mungu amekuonyesha kuna kadhambi kana kusumbua katika maisha yako sasa. Usisubirie kesho. Wokovu sio kesho, ni leo.
Ni muda huu tu, malizana na Mungu, weka kila kitu sawa. Huwezi jua, kuna watu wazuri kabisa ambao waliwahi kutoka katika mimbari wanahubiri, walipofika kupumzika na usiku kafika, wanakumbusha kuna kitu fulani, Roho anazidi kuwashuhudia, wakasema kesho nitafanya nikiamka, na hawakuamka kabisa. Usikae kana kwamba umemwandikia Mungu kwamba barua, mimi naishi miaka 80 inayokuja. Paka manake maisha yako unaweza kutawala ni muda huu. Hatujui tutakavyoamka hapa na kwenda nyumbani. Huenda ndio siku yako ya mwisho. Utajikwaa tu kimasiara na ukaisha kabisa. Na ukapotea tukakusahau. Sisi tutabaki kufanyaje? Tutabaki alikuwepo ibadani. Tena ameimba vizuri, ameimba wimbo namba 154. Aliimba wimbo namba 46 vizuri kabisa. Ikabaki kuwa historia. Bwana anatuita wapendwa leo. Nyoka wa uzinzi, ikiwa huenda ni nyoka yule wa uongo, nyoka wa uchonganishi, Bwana anatuita kwamba tumuue. Wakati ni sasa. Haleluya. Wakati ni huu. Kale kanyoka kakula zaka na sadaka. Bwana anatuita tukaue wakati huu. Usikachukulie kana sumu wako, kana sumu mno wako. Unaona kale ni kadogo, kana sumu. Maana hata Waswahili wanasema mtoto wa nyoka ni nini? Mtoto wa nyoka ni nini? Nataka kusema mtoto wa nyoka ni nyoka. Yesu anakuja na ametuandalia mbingu mpya. Sikiliza vizuri. Kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya, ambako huko dhambi haitakuwepo tena. Maana haitakuwepo laana yoyote, aina yoyote haitakuwepo tena. Mungu atakaa pamoja na watu wake, hawa waliokombolewa. Bwana atakaa pamoja nao. Hii ahadi ya pekee sana. Hii ndio ahadi kubwa kuliko zote ambazo tunaziona katika dunia ya leo, kwamba hatutakuwa wakiwa tena. Bwana atakuwa pamoja nasi. Mungu atakuwa pamoja nao watu wake wote. Nao watakaa milele. Hatutakuwa tena na machozi wala maumivu, hakutakuwapo tena wala magonjwa wala baridi kama hiyo. Wakati fulani tunavaa manguo mengi kwa sababu tu ya kulinda baridi. Huko hakutakuwapo tena wala msiba kama hii tunayotangaziana. Vyote vitasahaulika. Wala magonjwa aina yoyote, wala mazishi ya aina yoyote. Huko hakutakuwapo tena. Wala vilio, wala mateso, wala maombolezo, wala chuki havitakuwepo tena. Huko ndiko Bwana anakosema hivi, wanangu angalieni huko, hakutakuwapo tena. Tunapomalizia, Mungu atafanya yote kuwa mapya. Haleluya. Yote vitakuwa vipya. Bwana atafanya kila kitu kuwa kipya. Huyo aliyeumba mwanzo ndio atakayeumba tena, na ndio aliyekusha kuumba. Hapa nikapata nukuu nzuri kutoka katika kitabu kile cha Pambano Kuu cha Kiingereza ukurasa wa 676, inasema hivi: maumivu hayawezi kuwepo katika mazingira ya mbinguni. Haleluya. Maumivu hayatakuwepo tena. Lakini ukisoma ukurasa ule wa 674 anasema hivi: kumbukumbu moja tu itabaki. Mkombozi wetu ataendelea kubeba alama za kusurubishwa kwake milele. Zitaonekana, na hizo ndizo zilizotufanya tunafika huko. Bwana anatungoja, na yeye hata tuacha katika maisha haya tena. Yeye hata tuacha, na hawezi kutufikiria kutuacha. Tunaishi katika dunia, wapendwa, iliyojaa dhiki. Dunia iliyojaa magonjwa. Dunia iliyojaa maumivu. Ukigeuka huku kuna maumivu ya uchumi. Ukigeuka huku kuna maumivu ya magonjwa. Majanga mbele yangu, unachokiona ni vita. Unaona ni ajali tu. Unaona ni vitu. Nyuma ni njaa. Kuna nchi mpaka sasa zinateseka. Bora hata wewe, hata kama unakula hata mara moja, mara mbili. Kuna watu wengine wako hawawezi, hata wajua watakula nini. Tunaishi katika dunia ambayo ukimwambia Bwana kwamba Yesu anajali, Mungu anajali, ni ngumu kukuelewa. Maana katika maisha wanayoyaishi sasa, hawamuoni Mungu kama yupo. Wao wanamuona kwamba hayupo, na Mungu kama yupo ni muongo, yeye ana uwezo mdogo kwao. Lakini maumivu si mwisho wa hadithi ya Mkristo. Umesikia nilichokisema? Maumivu unayopitia sio mwisho wa hadithi hii tunayopitia Mkristo. Tumaini letu liko katika ahadi ya Mungu kwamba siku zote, siku moja machozi yatakoma katika macho yetu. Siku moja kifo
kitashindwa milele. Siku moja tutamuona Yesu uso kwa uso, tutamuona naye, atakuja kutuchukua. Hatakuja kwa siri, atakuja tuchukua na tunamuona. Wapendwa, leo Mungu ametupatia kipawa, ametupatia ahadi njema kwamba yeye yuko pamoja nasi, hana mpango wa kutuacha. Mungu alitupenda sana kiasi cha kumtoa mwanawe pekee. Kristo anatupenda sana kiasi cha kutuita tumfuate. Hii ni ahadi ya pekee sana, na mbingu inatungoja kwa wale watakao baki waaminifu, au Bwana hawezi akawacha hivi hivi. Siku moja dunia hii itapita, fedha zitapita, mali zitapita, umaarufu utapita katika dunia hii, lakini wale waliomchagua Yesu watasimama katika Yerusalemu mpya wakisema, Isaya 25:9 ni fungu moja nalolipenda, tazama, huyu ndiye Mungu wetu tuliyekuwa tukimungoja, amekuja kutukomboa, na sasa tunashangilia wokovu wake. Mchana wa leo, sijui maisha yako uliyaweka katika kipaumbele gani? Siwezi jua ulikuwa umesimamaje, na siwezi jua changamoto ambazo umekuwa ukizipitia katika maisha zimekubadilisha umekuwa na muonekano gani. Sijui, siwezi jua unavyoonekana kweli. Bwana akikuangalia vizuri anajivunia wewe. Siwezi jua tumaini. Inawezekana unaweza kufanya mambo makubwa, sina uhakika, sijui Bwana anakutazamaje, lakini wewe unayo kazi moja tu ya kufanya. Je, unavyojiona wewe leo kweli ulivyo ndivyo Bwana anavyokutazama, anafurahishwa na wewe kweli? Leo unavyosimama vizuri hivi ulivyo, unavyoishi maisha yako kule chumbani unakobaki mwenyewe, unakosimamaga mwenyewe, unavyozungumza na watu, ni kweli Bwana anavyokuangalia? Bwana anavyokuangalia anavutiwa na wewe? Vile unavyoishi na familia yako, vile unavyoishi na mama yako na mume wako, je, ni kweli Bwana anavutiwa? Majirani zako pia wanakuonaje? Wanyama wako pia, hao pia wanatushuhudia. Je, kweli mimi ninavyoishi leo, Mungu wangu anavyoniangalia anavutiwa na mimi? Anafurahishwa? Ni kweli kabisa? Huenda sivyo, lakini usiumie. Yesu ndiye wa kwanza katika maisha yako. Unaweza kujiuliza, ni kweli kabisa katika maisha haya Yesu ndio wa kwanza? Tunapokuwa tukisimama na ule wimbo namba 46, kweli endelea kutafakari. Ndio tunaimbishwa na mwalimu hapa. Je, umekubali upendo wake? Upendo wa Yesu Kristo na ukubali katika maisha haya? Je, unatamani kuwa sehemu ya maji ya mji mpya ambao Mungu ametuandalia? Ndio shauku yako kweli? Hiyo ndio shauku yako? Hiyo ndio shauku yako, kwamba na mimi natamani katika ule mji? Ukweli ni kwamba Yesu anakuja, atakuja kuchukua, tutaenda tutakaa miaka 1000. Je, kweli kabisa na mimi nitakuwepo katika ile sehemu? Huenda sivyo. Mdao tunasogea mbele. Karibu nami napata nguvu kweli, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda pendapo kwa kuwa anilinda. Inawezekana maumivu unayoyapitia leo yamenifanya kuwa kipofu kabisa, kipofu wa mawazo, kipofu wa macho. Sioni kwamba kabisa Yesu ameniahidi kwamba yote nayoyapitia yatakuwa mapya. Sioni. Kwenda kuna mtu huyo anasema maisha nayoyapitia leo, hakika sioni kama Mungu ananijali. Sioni kama yuko mtu huyo. Njoo tuombe pamoja. Anayeangalia maisha yake,
anaona kabisa hapana, Bwana hayupo pamoja nami. Hapana, imani yake wewe inasuguliwa. Changamoto hizi ukweli ni kwamba zitapita. Ikiwa yupo mtu mwenye shauku, njoo tuombe pamoja nami, maana mimi ni wa kwanza. Nipasa kuwa naye maisha yangu yote, yakiwapo majaribu na mashaka yoyote. Ikiwa yupo mtu wa namna hiyo, moyo umesukwasukwa kwa sababu ya maisha tunayoyaishi, huoni tumaini tena. Yesu pekee au tumaini katika maisha yako. Ndio tuombe pamoja. Kwa kuwa anilinda, yanipasa kuwa naye katika njia zangu, macho yake yaongoza hatua zangu zote, moyo hauogopi wala kutikisika, nitakwenda pendapo kwa kuwa anilinda. Pendwa, mchana wa leo nahitaji kutafakari hili. Kadri siku zinavyozidi kwenda, upendo unazidi kupoa. Kadri siku zinavyozidi kwenda, amani inazidi kutoweka. Kadri siku zinavyozidi kwenda, mambo yanakuwa ni magumu. Swala la kiuchumi, ni swala la kiroho, ni masuala ya kijamii. Usije ukadanganywa na mtu yeyote kwamba tunakoelekea kuna uafadhali. Na hivi ndio vile kipindi ambacho watu wengi sasa hivi huenda na mngoja Bwana, wamejiweka tayari, lakini unavyoangalia wanamuona haji, hayupo, wanakata tamaa. Ndio maana Yesu anatuambia kesheni, maana atakuja kama mwizi. Maanake nini? Maanake ni kwamba watu watakuwa wamemngoja kiasi kwamba hawamuoni, changamoto zinazidi kuwa ngumu, wanajisahau, wanaishi kama watu wengine katika dunia. Na hapo ndipo mwana wa Adamu anapokuja. Anakuja na ushindi wa kutosha, anakuja kutuchukua, kutupeleka nyumbani. Wenda kuna mtu mmoja miongoni mwetu anasema kuna sehemu na shida. Wenda kuna kitu ambacho kimekurudisha nyuma, kinachokufanya unaona kwamba hapana, Bwana sikuoni katika maisha haya. Kuna kitu fulani ambacho wenda wewe kinakusumbua. Wenda ni magonjwa, wenda ni maumivu ya moyo. Kuna kitu ukiangalia, ukijipekua ndani, kuna uchungu umetanda. Unasema leo, mchana wa leo, Bwana ninahitaji na hili unitue. Kama huyo mtu yupo ndani ya dakika moja, njoo tuombe pamoja. Piga hatua uje mwenyewe kama unaona kabisa Bwana, kama principle ndo hii ya upendo wa Yesu Kristo katika maisha, upendo bila kujali kitu chochote kitakachotokea. Hakika kwa hili ukweli kabisa ninapungua, maana naweza nikakukiri tu hadharani hivi tu kawaida, lakini kija kwenye swala la ukweli kabisa, ninaona kabisa tokeo hili hapo, nashindwa kusimama. Huo ujasiri bado sina. Bwana njoo. Bwana tutegemeza mchana wa leo, tunaenda kuomba. Mungu wa mbinguni, wewe ni pendo, Baba wa wote wenye mwili. Halipo jambo linalokushinda. Mungu wa mbinguni, wewe hauna msimu, wewe hauna wakati, wewe sio wa masaa wala wa mwaka. Wewe ni wa kila hali, wa kila namna, iwe mbaya iwe nzuri. Lakini sisi, Mungu wa mbinguni, kulingana na maisha ya ulimwengu huu, ya dunia hii inavyoelekea,
Dunia imetuchota. Mchana wa leo tunakiri, tunakuomba Bwana, tupatie nguvu zako. Bwana, tunapungua. Ukweli ni kwamba ni rahisi kukiri kwa mtu fulani kwamba ninampenda Yesu wangu, lakini ikija kwenye ile reality yenyewe, Bwana, tunapungua. Mungu wa mbinguni, leo tumesema Bwana, tunapungua. Tupatie huo ujasiri kama John Hansi tulivyoona na wengineo, wakina Petro walipokuelewa. Bwana alisema sasa siogopi kitanzi, ila kichwa chini miguu juu. Bwana, kwa ajili ya jina lako leo Bwana, tupokee, tupatie ujasiri. Mungu wa mbinguni, huenda kuna mtu mmoja yuko hapo kwa sababu ya magonjwa, maumivu katika familia yake, maumivu katika moyo wake. Bwana, vimefanya akuache, akuangalie kana kwamba hujali kwa sababu ya Bwana, na huyo naye leo usimpite. Unapozuru wengine na poko katika hili kundi, Bwana, usitupite. Katika umri, katika majukumu, katika kazi, katika kila engo Bwana, huenda zimefanya Bwana tumepungua kwako. Ninakusihi mchana wa leo tupatie joto lisilo la pekee katika maisha yetu. Mungu wa mbinguni, asante, maana wewe ni mwaminifu. Umetuambia katika Yohana 15, kila atakayeomba amini kabisa, maana atatendewa. Mungu wa mbinguni, tumekuita wewe tukiwa na akili timamu. Tumekuja kwako bila kusukumwa. Ninaomba siku ya leo ikawe historia katika maisha ya mtu fulani. Huenda ni maisha yangu, huenda ni maisha ya rafiki fulani. Bwana, hii maka ikabaki katika moyo wake kwamba Bwana anajali. Asante kwa sababu umesikia kuomba kwetu. Tutegemeze, tupatie ujasiri, ushindi, maana unakuja. Endelea kutuandaa tufae katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen.